Hatimaye mchezo wa marejeano ni siku ya hii leo pale kwenye dimba la Benjamin William Mkapa. Klabu ya Dar es Salaam Africans wanashuka dimbani kuvaana na Wydad hapa nchini Angola, na kama ambavyo tunafahamu mchezo uliopita kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans waliweza kuibuka na ushindi mkubwa kwelikweli, mabao matatu wakiwa ugenini. Kama ambavyo tunafahamu ukiwa ugenini ukiwa unaibuka na ushindi wa namna hiyo, maana kwamba uko vizuri kwelikweli. Na mchezo kwa siku ya hii leo unachezwa majira ya saa 11 kamili za jioni. Sasa tayari kwa upande wa Mwalimu Romain Folz ameweka wazi kikosi ambacho kinatarajia kuanza kwenye mchezo wa hapo baadaye. Sasa kabla sijakwenda kukutazamia kikosi hapa, nikukumbushe tu hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicha Rito. Karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Yanga dhidi ya Wydad ya pale nchini Angola. Kwa upande wa golikipa yupo Djigui Diarra. Huyu ni golikipa nambari 1 ndani ya klabu ya Yanga. Ni kipa ambaye tunafahamu ana uongozi mkubwa, lakini pia ni moja ya golikipa ambaye ana uwezo mzuri wa kuweza kuokoa nafasi mbalimbali kwenye mechi. Ni golikipa ambaye amekuwa ni mtulivu, mara nyingi amekuwa hana pressure kwenye mchezo wote. Kwa upande wa Mwalimu Romain Folz atakuwa akimhitaji zaidi kwa upande wa Djigui Diarra uimara wake wa kuanzisha mashambulizi kwenye eneo la nyuma, kwa sababu ndivyo ambavyo anahitaji zaidi. Lakini pia kwenye upande wa beki wa pembeni kulia yupo Israel Patrick Mwenda. Kwa upande wa Israel Patrick Mwenda naweza nikasema kwamba yeye amechukua nafasi ndani ya klabu hiyo kutokana na kasi yake, lakini pia na stamina kubwa ambayo amekuwa nayo kwenye mechi za hivi karibuni. Kwa upande wa kocha atakuwa anakimhitaji zaidi kwa upande wa Israel Patrick Mwenda kuongeza upana zaidi wa mchezo, yani kwenye eneo la pembeni kulingana na winga ambaye atakuwa anacheza naye. Lakini pia Mohamed Hussein Zimbo Diarra atasimama kwenye upande wa beki ya pembeni kushoto. Ni mchezaji ambaye amekuwa ni mzoefu, lakini pia ana nidhamu ya ulinzi, ana uwezo mzuri wa kuweza kuzuia cross, lakini pia ana uwezo mzuri pia wa kuweza kupiga cross mwenyewe, lakini pia anapanda na kushuka. Upande wa Mwalimu ndicho kitu ambacho atakuwa anakitazama zaidi kwa upande wa Mohamed Hussein. Lakini pia nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto atasimama kwenye upande wa beki ya pembeni kulia. Kwa upande wa Mwamnyeto tunafahamu yeye ana uwezo mzuri zaidi wa kuweza kuokoa mipira juu, lakini kwa mechi za hivi karibuni ukimtazama Bakari Mwamnyeto unaona kabisa kwamba ana utulivu fulani hivi ambao umerejea kulingana na vile ambavyo amekuwa anacheza. Ni ngumu sasa hivi kuweza kumuona bench. Mwalimu ni kama hivi anamtazama kama ni chaguo lake la kwanza kwenye eneo la ulinzi. Lakini pia Dickson Job atacheza kwenye eneo hilo. Kwa upande wa Dickson Job tunafahamu ana utulivu, lakini pia ni ana uwezo mzuri wa kupiga pasi. Lakini pia ni beki ambaye anacheza kwa akili zaidi kuliko kutumia nguvu. Kwa upande wa Mwalimu atakuwa akimhitaji zaidi Dickson Job kuanzisha mashambulizi kulingana na kile ambacho amekuwa nacho kwenye michezo tofauti. Lakini pia kwenye eneo la kiungo yupo Azizi Andambwile. Azizi Andambwile tunafahamu ubora wake kwa mechi za hivi karibuni. Naweza nikasema kwamba ni kama hivi tayari amepewa nafasi ya kuanza kwenye kila mchezo kulingana na kile ambacho amekuwa anakitoa ndani ya kikosi hicho. Amekuwa akiharibu mipango hasa pia kwenye eneo la kiungo, lakini pia hata washambuliaji ambao wanakuwa wanawasogelea mabeki. Kwa upande wa kocha huyu anamtumia kama ngao nzuri zaidi ya kuwalinda walinzi wa nyuma. Lakini pia kwenye eneo hilo atasaidiana na Duke Abuya kama kiungo katikati. Kwa upande wa Duke Abuya tunafahamu yeye amekuwa na uwezo mzuri wa kuzuia, lakini pia na uwezo mzuri wa kushambulia. Kwa hiyo atakuwa na matumizi mengi zaidi. Huyu ndiye ambaye anaweka uwiano kwenye eneo la ulinzi na eneo la ushambuliaji. Lakini pia kwa upande wa Dombia yeye moja kwa moja ataanza kwenye eneo la kiungo mshambuliaji. Hii ni kutokana na ubunifu wake na kuwa na maono mazuri zaidi, hasa pia uwezo mzuri wa kuweza kupiga pasi za mwisho na uwezo mzuri zaidi wa kusogea. Kwa hivyo Mwalimu atakuwa akihitaji zaidi kwenye shambulio lolote ambalo Yanga analifanya, basi mguu wa Mohamed Dombia uweze kuhusika. Lakini pia kwa upande wa Maxi Nzengeli atasimama kwenye eneo la wingi ya pembeni kulia. Huyu ni mchezaji ambaye ana nguvu, lakini pia ni mbunifu wa kuweza kupiga cross, lakini pia ni mtulivu zaidi kwenye eneo la kupandisha mashambulizi. Kwa upande wa Mwalimu atakuwa akimtazama kama ni silaha kubwa zaidi, akiwa anawapita zaidi mabeki wa Wydad. Wakati huo pia Pacome yeye atasimama kwenye eneo la wingi ya pembeni kushoto. Huyu atakuwa akitoka kushoto, lakini pia atakuwa akiingia katikati kulingana na aina ya mfumo ambao Mwalimu anautumia kwenye mechi husika. Lakini pia Prince Mpumelelo Dube yeye ndiye ambaye atakuwa striker wa mwisho kutokana na movement zake. Yeye ambaye ndiye atakuwa target man kwa upande wa klabu. Hivyo Mwalimu atakuwa anamtazama zaidi kwamba wewe ndiye mtu ambaye utakuwa unatufungia mabao kwa upande wa Prince Mpumelelo Dube.